Na maeneo kadhaa ya jiji la Dar es Salaam hususani maeneo ya mabondeni yamekumbwa na mafuriko kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha na kusababisha wananchi kuzikimbia nyumba zao. Hali hiyo imejitokeza zaidi katika maeneo ya Jangwani, Kigogo na Ilala Mchikichini ambapo asilimia kubwa nyumba zimezingirwa na maji kufuatia mvua kubwa iliyonyesha usiku. Baadhi ya wakazi hao wameiambia Channel 10 kuwa kinachosababisha mafuriko kwenye makazi yao ni ujenzi wa miundombinu na mifereji ya kupitishia maji na sio ujenzi wa mabondeni kama inavyoelezwa. Kuanzia 2011 mpaka leo tuna adhabu. Hii serikali kama inatuonea huruma, kama kweli sisi ni wananchi wake, anatuonea huruma, basi aje atutengenezee mifereji. Ilikuwaje miaka ya zamani ilikuwa hivi? Mafuriko ilikuwa kama maji kama hivi. Maji yanakaa siku 3 siku 4. Kwa nini? Miundombinu mibovu. Kwa nini wabadiliki? Wanasema nini sasa? Hali ya mafuriko pia imeyakumba maeneo ya soko la Tazara Vetenari ambako shughuli za kibiashara zilisimama, na kwa mujibu wa viongozi wa soko, halmashauri ya manispaa ya Temeke inapaswa kubeba lawama kwa kushindwa kusimamia uchimbaji mfereji wa kutolea maji yanayotuama licha ya makubaliano yaliyofikiwa miezi 6 iliyopita. Manispaa wakatueleza tukakutupa engineer. Sasa hivi engineer bado hajaja kuangalia madhara ya maji haya. Hivi sisi tumeamua tumuone bwana naibu meya, kwa sababu naibu meya ndiye anajua tatizo la maji hapa. Tunashindwa kuelewa kwa sababu gani? Nafikiri alikuwepo hata engineer wa TANROADS, tulimuomba msaada, nafikiri mwenyewe alikuwepo na akatuambia kwamba panatakiwa pazibuliwe hapa mtaro uweze kwenda kumwaga maji kule. Na sisi tukaambiwa kwamba sisi kama tia soko hatuwezi tukasimamia ule mtambo ule, itabidi waje al-manispaa. Wakati hali ikiwa hivyo, serikali ya mkoa wa Dar es Salaam imesisitiza kuwataka wakazi wa mabondeni kuhama mara moja kwenye maeneo hatarishi ili kunusuru maisha yao, na kwamba hakutakuwa na msaada kwa watakaokaidi agizo hilo. Natoa wito kwa mara nyingine tena, wale wote walio katika bonde la mto Msimbazi, mto Ng'ombe na waliojenga kando kando ya mito waondoke katika maeneo hayo mara moja. Wataalamu wa mamlaka ya hali ya hewa wameshatoa tahadhari ya mvua kubwa, tusipuuze. Kama unavyoona, haya ni mazingira ambayo wafanyabiashara hutumia kwa ajili ya kufanya biashara zao, lakini wameshindwa kutumia kutokana na kujaa kwa maji. Nikiripoti kutoka katika eneo hili la soko la Vetenari Tazara, mimi ni Kisa Mwipiana wa Channel 10.